Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV. Karibu tuzungumze na kati ya yote ya kimichezo kutoka kwenye channel yako pendwa kabisa ya michezo ya ZTV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza unafuatilia ama unaungana nasi, basi nakusitu kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea ZTV. Na mashabiki wa Simba wamefanya pressing leo kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali kuhusiana na klabu yao hiyo ya Simba. Na baadhi ya mashabiki kiwemo Dr. Mo, GB64, lakini pia mchungaji na mashabiki wengine wakiwa wamejitokeza kwa ajili ya press hiyo. Na Dr. Mo amezungumza mengi sana na kwa kina kabisa kuhusiana na mwekezaji wao wa klabu hiyo ya Simba ambaye ni Mo Dewji. Amezungumza kwa kina na kumtaka mwekezaji huyo kuondoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, asiendelee tena kuwekeza kwenye klabu hiyo. Tutamsikia Dr. Mo hapo akizungumza, lakini pia nakusii tu kama ni mara yako ya kwanza unaungana nasi na unafuatilia ZTV, basi subscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata updates mbalimbali za michezo kutokea ZTV. Subscribe, lakini usisahau kulike, kucomment na kushare. Tunaungana na Dr. Mo kwa ajili ya kusikiza kile ambacho amekizungumza shabiki huyu wa Simba. Isiwe na fedha ili tuwe ni timu ambayo inategemea mtu. Hatuwezi. Tumechoka. Leo mpaka sasa hivi timu yetu ina struggle kupata mishahara wachezaji. Mwekezaji hapatikani. Dirisha la usajili dogo. Mwekezaji hapatikani kwenye Simba mpaka dirisha linakaribia kufungwa. Wewe ndio baba wa familia, unajua kila Januari lazima mimi watoto wangu niwalipie ada. Inafika Januari unafunga simu, unapatikana mwezi wa 4. Wewe ni baba bora kweli? Hata akatuambia bwana na wakopesha bilioni 77 mtarudisha. Leo anaforce operation za klabu, viongozi wa klabu wasaini hela bilioni 77 hatudaki. Hatuko tayari. Hizo bilioni 77 si wanachama hatuzijui kwa sababu hakutuita kutujulisha. Labda kuna mtu alimpa aseme. Na mimi mwenyewe ni mmoja wapo. Kwa nini klabu ya Simba haisajili wanachama? Mnajua shida ni nini? Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Mwekezaji alizuia wanachama wasajiliwe. Na sababu za kuzuia akasema wakiwa wengi gawio itakuwa kubwa kwa sababu tunakwenda kwenye mfumo wa uwekezaji, mfumo wa hisa. 51 bwana 49. Wakatengeneza mikakati ya kuandaa ukomo wa wanachama wao watu 50,000. Sisi wanachama na mashabiki tukapiga kelele hapana. Haiwezekani klabu ya Simba wakawa mashabiki 50,000 wanachama. Klabu ina watu wengi. Ina maana mimi Dr. Mo mtoto wangu akizaliwa wakakesha miaka ijayo atakuwa shabiki wa Simba. Atakuwa mwanachama wa Simba. Asipate hiyo platform. Tukapiga kelele na mkutano mkuu wa mwaka 2022 21 ukatengua hilo. Wanachama wakawa hawana ukomo, lakini ni upande wa mwekezaji ndio ambao ulipropose, ulipendekeza wanachama wana ukomo wa watu 50,000, si tukaondoa ile zuio. Lakini bado wakaendelea kushikilia toka mwaka 2017 wanachama wa Simba hawajapata haki yao ya kusajiliwa wanachama wapya. Wanachama waliopo ni wale. Kwa database ya Simba hawazidi 14,000. Leo Yanga wa database ya watu karibia 200,000 ambao wamesajiliwa wanachama wapya. Wanaingiza hela nyingi sana kupitia eneo hilo. Wanachama wa Yanga kulipa pesa hao 200,000 hata 20 tu. Wana zaidi ya bilioni 20 kwa mwaka wanazipata. Sisi tunapata nini? Na upande wa uwekezaji walizuia haya kwa sababu hakutaka klabu ya Simba 51% iwe na nguvu kifedha. Kwa sababu ikiwa na nguvu kifedha haiwezi kufuata matakwa ya upande wa uwekezaji. Kwa wakazuia hili la kudahili wanachama wapya ili klabu yetu ikose mapato, isiwe na fedha, ili tuwe ni timu ambayo inategemea mtu. Hatuwezi. Tumechoka. Leo mpaka sasa hivi timu yetu ina struggle kupata mishahara wachezaji. Mwekezaji hapatikani. Dirisha la usajili dogo. Mwekezaji hapatikani kwenye Simba mpaka dirisha linakaribia kufungwa. Wewe ndio baba wa familia, unajua kila Januari lazima mimi watoto wangu niwalipie ada. Inafika Januari unafunga simu, unapatikana mwezi wa 4. Wewe ni baba bora kweli?